Habarini za asubuhi. Mimi kama mwenyekiti wa serikali ya mtaa wa Nyamonkanga iliyopo kata ya Nyandoto, kiupekee nichukue fursa hii kuwapongeza na kuwashukuru kwa namna ambavyo mmeguswa na tukio hili la kuwagusa watoto wetu ambao wanaishi katika mazingira magumu, ya kwamba sisi kama jamii tunapoona uwepo wenu katika jamii kuwagusa watoto hao kwa kuwasaidia aina tofauti tofauti ya vyakula, nguo na madaftari. Hii ni neema ambayo Mungu anaweza kuwasaidia na kuwasogeza zaidi mbele. Na niwatie moyo ya kwamba hili zoezi hiyo ni zoezi endelevu katika kuwashika watoto wetu mikono. Maana kama tunapoisaidia jamii ni mkono wa Mungu ambao umekuwa pamoja nasi kuwakumbuka watoto wetu kwa namna hii. Nimekuwa ni kilio kikubwa katika jamii ya kwamba tunapopata vikundi na wadau mbalimbali kwa ajili ya kuwasaponsha na kuwasaidia watoto wetu katika kuinua katika swala zima la elimu. Na nilipopata wito huu kama mwenyekiti, na mimi nilifurahi sana kwa umoja huu na kwa ushirikiano na kwa maono haya. Kwa wale ambao wanaifahamu Biblia sana, huu ni mkono mwingine wa kuume kwa ajili ya kuwasogeza watu, kuwapatia matumaini. Kuna watu ambao wamekata tamaa, kiangalia kuna watoto fulani katika mtaa wangu nilipokuwa nikitembelea, wengine wakati mwingine wanashindwa kwenda shuleni kwa kukosa madaftari, kwa kukosa nguo. Kuna mama wanataabika, wanalala njaa, hawana vyakula, lakini mkaguswa kwa namna hii ya pekee. Kiukweli kwa ujumla Mungu awazidishie na kuwasaidia. Na naamini mimi kama mwenyekiti mmenisaidia sana, mmenitia moyo sana. Na mimi nilitamani sana kwa umoja huu yakana kwa katika grupu lenu mniongeze. Kinaweza kikawa kidogo lakini tutakuwa tunasaidiana. Nilikuwa naongea jana na Ana kwamba kama mtakuwa na grupu lenu mnaweza mkaniadi. Kama madaftari, mchele na kadhalika ili kuinua watoto wetu. Mwisho wa siku tunakiona hiki kinaweza kuwa katika mtazamo wa kibinadamu mnaweza mkakiona ni kidogo, lakini katika mtazamo wa kimbingu Mungu anakiongeza kinakuwa kikubwa. Nilitamani sana leo tushiriki pamoja nanyi kuanzia mwanzo mpaka mwisho, lakini kwa sababu inatukiona msiba mtaani kwangu, tukaenda familia moja, mbili, tatu angalau kushiriki pamoja nanyi. Lakini na mimi nitakuwa na kidogo cha kuwasaidia. Nilipata taarifa ya tukio hili jana jioni, lakini na mimi nikasema lazima nishiriki kiasi fulani, hata kiasi fulani ka fedha ambayo itasaidia kuongeza kitu fulani. Lakini tamani mnapofanya mnishirikishe. Maana mimi naamini umoja huu na namna tunavyosaidia jamii, Mungu anatufungulia milango zaidi. Nashukuru sana na Mungu awabariki sana kwa namna mlivyoguswa sana. Asante manager, asante na wanachama wote kwa ujumla. Mungu awabariki sana. Mbarikiwa sana. Kipekee tunamshukuru Mungu, mimi pamoja na timu yangu ya CB Production. Lakini kipekee sana tunamshukuru Mungu kwa nafasi ya leo ambayo tumepata kibali. Tuko na mwenyekiti wa mtaa wa Nyamonkanga na kata ya Nyandoto, na binafsi kwamba tusingeweza kufanya sisi bila kumpata mheshimiwa. Sisi kama kampuni ya CB Production, haya ni maono ya muda mrefu sana na yameanza kutimia sasa. Kwa sasa tumeanza kufanya muda, lakini kwa sasa tumeona kwamba nani wa kuigusa jamii ni mimi na wewe. Na kama ni mimi na wewe, Jumamosi walipata nafasi ya kuwatembelea na tuliona tutumie nafasi hiyo ya kujua mahitaji yao, kwa sababu mtu anaweza akaja hata tujui kwamba ni mtu ambaye ana uhitaji. Tumekuwa tukifanya hivi vitu, wanakuja ambao hawana, yani sio wahitaji. Sasa tukaona kwamba njia rahisi ni kwenda kuwafikia na kujua mahitaji yao. Namshukuru Mungu, timu yangu, mkurugenzi msaidizi na timu walienda wakapewa sawa sapoti na mwenyekiti pia, na mwenyekiti ametupatia sapoti kwenye kukubali kwamba hawa watu ni wahitaji. Na tulivyoenda kuzungumza nao Jumamosi, timu yangu ilivyokwenda, mimi nilikuwa mahali na majukumu, tukawa tumepata mahitaji yao. Na tulivyopata mahitaji, kuna wengine wanahitaji chakula, wengine wanahitaji magodoro, wengine wanahitaji nguo, wengine tulikuta ni wagonjwa wanahitaji kutibiwa, tukanunua dawa, wengine wanahitaji watoto uniform tukanunua, na wengine wakawa wanahitaji madaftari na vitu kadha wa kadha. Kwa hiyo ikatupatia urahisi sana sisi sasa kujua tunakwenda kuwapelekea vitu gani.
Kwa hiyo kipekee ni mshukuru sana Mungu. Haikuwa rahisi sana, lakini hiki kidogo ambacho Mungu ametusaidia, tunaamini kabisa kwamba hatuwezi kugusa 100%, lakini kwa uchache ambapo Mungu ametusaidia, basi tunaweza tukaweza kufanya, yani kuwashika mkono. Ni nani ambaye anaweza akawashika mkono wahitaji? Ni mimi na wewe. Hawezi kuja Mungu atakutumia wewe. Kwa hiyo kipekee niseme kwamba tunamshukuru Mungu, na hapa tulipo sawa, tupo sasa tunaelekea kupeleka mahitaji katika hiyo kata ya Nyandoto, na tunamshukuru Mungu. Tumekutana na mheshimiwa hapa, ametupa ushirikiano, na yeye pia akaona hata kama taarifa imeweza kuwa ni haraka, basi hawezi kushiriki. Ameshiriki baraka ambayo unaweza kuona hii ni fedha ndogo sana, lakini ni fedha ambayo kuna mtu leo analala njaa, kuna mtu leo ambaye hana chochote na kujua chochote kitakachoendelea. Kwa hiyo mimi niseme tu kwamba tunamshukuru Mungu, na wewe ambaye unatamani kushiriki na sisi, karibu ushiriki, kwa sababu hili ni zoezi ambalo litaendelea. Sisi kila baada ya mwanzo wa mwezi, tarehe 1 mwezi wa 6 kama leo, tulipanga kwenda kuwafikia wajane na yatima na wenye uhitaji katika kile ambacho Mwenyezi Mungu ametubariki. Mungu akubariki sana, na kwa kufanya hivyo Mungu hawezi kukuacha. Tunashukuru sana mwenyekiti kwa kutupatia ushirikiano. Barikiwe. Asante sana timu kwa ajili ya kuongozana. Nafikiri kwamba machache yangu ni hayo. Kwa majina yangu ninaitwa mtumishi wa Mungu Apostle Baraka Emmanuel wa kanisa ya Ema ya Makimbilio Assembly of God. Kwa nafasi yangu pia ni askofu wa kanda. Kwa hiyo namshukuru Mungu kwa sababu mimi na timu yangu tumeona sasa tuguse hata kwa kichache ambacho Mungu ameweza kutubariki. Mungu abariki sana. Mungu anawapenda. Amen. Amen.